Wasomi wa Kiislamu ulimwenguni wanaeleza kwamba kifo cha Ayatullah Al-Khamenei ni pigo katika ulimwengu wa Kiislamu. Moja kati ya kiongozi pekee aliyebaki kuwa na msimamo imara katika ulimwengu wa Kiislamu ni pamoja na Ayatullah Al-Khamenei, kiongozi ambaye alisimama imara katika kutetea Waislamu na kutetea Uislamu ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nje ya taifa hilo la Kiajemi. Wasomi kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni ambao baadhi yao walikuwa na misimamo kama ile ya kiongozi aliyeuawa, kiongozi mkuu wa Iran, wanadai kwamba moja kati ya maeneo ambayo Ayatullah Al-Khamenei alisimamia ni pamoja na kile ambacho kinatajwa kama mapambano ya jihadi, kwa maana kuulinda Uislamu karibia ulimwenguni kote. Kiongozi huyo katika kitendo chake cha kuwapinga wa Magharibi na kutaka kuingizwa kwa mifumo isiyokuwa ya Kiislamu katika taifa hilo, ni wazi hii ilikuwa ni sehemu katika mapambano. Kiongozi huyo alishirikiana vema na watu wa Syria. Ni kiongozi ambaye kwa namna ya kipekee alisimamia namna ya ujenzi mpya wa imani ya Kiislamu katika taifa la Iran na maeneo mengine duniani. Katika kipindi ambacho Israel ilianzisha mashambulizi katika ukanda wa Gaza, Ayatullah Al-Khamenei inadaiwa pia kwamba hakufurahishwa na mpango huo na kwamba hata CIA walikuja kutoa taarifa kwamba Iran imeshiriki katika vita dhidi ya Israel, vita vilivyoanzishwa na kundi la Hamas. Israel na Marekani na mataifa magharibi yalikuja kuamini kwamba moja kati ya mipango iliyofanywa na Iran ni pamoja na kuhakikisha inayaunga mkono makundi ya wapiganaji, ikiwa ni pamoja na Wahuthi wa Yemen, na hata makombora ya Fatah tu yanaelezwa kwamba huenda yalitoka nchini Iran, isipokuwa tu yamebadilishwa majina, na hata baadhi ya makombora mengine yanayotumiwa na Hizbullah na yale yaliyotumiwa na kundi la wapiganaji la Hamas nao pia kidaiwa kwamba yametoka nchini humo. Baada ya kuondolewa madarakani kwa rais wa Syria Bashar al-Assad, moja kati ya mipango iliyofanywa na Israel ni kushambulia ngome za kijeshi zinazodaiwa pia kwamba zilikuwa na idadi kubwa ya silaha zilizotoka nchini Iran. Huu ulikuwa ni mpango mwingine wa kuangamiza mipango ya Syria, kwa sababu waliamini kwamba pengine Iran ingeamua kuingilia kati haraka na kuhakikisha kwamba wanailinda nchi hiyo, kwa sababu kwa muda mrefu Ayatullah Al-Khamenei alishirikiana vema na baadhi ya viongozi, ikiwa ni pamoja na Bashar al-Assad. Huko Yemen kadhalika, Wahuthi bado wanadaiwa kushirikiana vema na utawala wa Ayatullah Al-Khamenei, lakini pia na maeneo mengine mengi yanadaiwa kufanya hivyo hivyo. Basi mtazamaji, huo ndio mtazamo wa sasa wa viongozi mbalimbali wa Kiislamu kutoka nchini Urusi, lakini pia kutoka Uturuki na hata baadhi ya viongozi wa kidini kutoka katika mataifa mfano wa Misri na kwingineko katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, katika mazungumzo ambayo Rais Masoud Pezeshkian alieleza kwamba alizungumza na viongozi mbalimbali, wamekiri kwamba kifo cha Ayatullah Al-Khamenei kimewapa pigo Waislamu kote duniani, lakini pia ni wakati ambapo wanapaswa kupata hamasa katika harakati zao za kudumisha umoja na mshikamano. Amesema Ayatullah Al-Khamenei alikuwa akisisitiza mara kwa mara kuhusu umoja baina ya Waislamu kama hitaji muhimu kwa umma wa Kiislamu duniani, huku akitumia sehemu kubwa ya maisha yake kufafanua suala hilo kupitia hotuba, makala na vitabu. Rais wa Iran ameongeza kuwa kufa shahidi kwa kiongozi huyo wa mapinduzi mnamo tarehe 28 Februari, yani siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, pia kulihamasisha mamilioni ya Waislamu kote duniani katika harakati zao za kudumisha umoja kati yao. Fikra na ujumbe wa viongozi wa kidini haviishi kwenye kuuawa kwa shahidi huyo, bali vinabaki hai na kuongoza vizazi vijavyo kuendeleza njia ya ukweli, ya haki na mapambano, anasema Rais Masoud Pezeshkian katika mkutano wa kimataifa wa Imam Khomeini, kiongozi wa milele wa wapiganaji. Rais Masoud amesema amezungumza na viongozi wengi, lakini walikuwa wakisifu ushujaa wa Ayatullah Al-Khamenei na kusema kwamba sasa wanapaswa kusimama imara na kufuata nyayo zake. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi.